Ni mfululizo wa matukio tofauti na kila aina ya taarifa mpya ambayo inaendelea kujitokeza mara baada ya kukamatwa au kutiwa kizuizini kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Nicolas Maduro amejitangaza kwamba ni rais halali wa nchi hiyo wakati alipokuwa akipinga kukamatwa kwake, na amekanusha mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya, mashtaka ambayo utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitumia kuhalalisha kuondolewa kwake madarakani. Akiwa mahakamani, Maduro amesema kwa lugha ya Kihispania kupitia mkalimani kwamba alikamatwa kabla ya jaji kumkatiza. Alipoulizwa msimamo wake kuhusu mashtaka yanayomkabili, Maduro alisisitiza kwamba hana hatia, ni mtu mwadilifu na kwamba bado yeye ndiye rais halali wa nchi yake. Hii ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kufikishwa mahakamani Manhattan tangu yeye na mkewe Celia Flores walipokamatwa nyumbani kwao Caracas siku ya Jumamosi katika operation ya kijeshi ya kushtukiza. Lakini pia mkewe Celia naye amekana mashtaka. Maduro mwenye umri wa miaka 63 alifikishwa mahakamani chini ya ulinzi mkali mapema siku ya Jumatatu na alisafirishwa kwa helikopta hadi Manhattan kutoka Brooklyn ambako amekuwa akizuiliwa na kisha kupelekwa mahakamani kwa gari maalum lenye ulinzi mkali. Akiwa pamoja na mkewe, waliwasili mahakamani dakika chache kabla ya saa 6 mchana. Wote walikuwa wamefungwa pingu za miguuni na kuvalishwa mavazi ya gerezani. Walitumia vinasa sauti ili kufuatilia mwenendo wa kesi ambayo ilikuwa ikiendeshwa kwa lugha ya Kiingereza na kutafsiriwa kwa Kihispania. Jaji aliagiza wote wawili kubaki rumande na ametangaza tarehe mpya ya kusikilizwa kwa kesi hiyo kuwa ni Machi 17. Kukamatwa kwa Nicolas Maduro kumetajwa na wachambuzi kama tukio lisilo la kawaida katika historia ya mahusiano ya kimataifa, kwani ni nadra kwa kiongozi wa taifa kufikishwa mahakamani nchini Marekani kwa mashtaka ya uhalifu wa kimataifa. Wakati huo huo, nchini Venezuela, maelfu ya watu waliandamana hasa katika mji mkuu wa Caracas kama ishara ya kumuunga mkono Maduro, huku naibu wake wa zamani Delcy Rodriguez akiapishwa kuwa rais wa muda. Kwa mujibu wa mfumo wa sheria wa Marekani, kama mshtakiwa wa jinai, Maduro atakuwa na haki sawa na mtu mwingine yeyote yule anayekabiliwa na mashtaka ya uhalifu nchini humo, ikiwemo haki ya kusikilizwa na baraza la waamuzi. Hati ya mashtaka ya kurasa takriban 25 inamtuhumu Maduro na washirika wake kushirikiana na magenge ya dawa za kulevya kusafirisha maelfu ya tani ya cocaine kuingia nchini Marekani. Maduro anakabiliwa na kifungo cha maisha endapo atapatikana na hatia. Miongoni mwa makosa mengine, hati ya mashtaka inawashutumu Maduro na mkewe kwa kuagiza utekaji nyara, vipigo na mauaji ya watu waliodai fedha za dawa za kulevya au waliodhaniwa kuhatarisha operation ya usafirishaji wa dawa hizo. Kabla ya kukamatwa kwake, Maduro na washirika wake walidai kwamba uhasama wa Marekani unatokana na tamaa ya rasilimali za mafuta pamoja na madini za Venezuela. Kiongozi mpya wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, ametoa wito kwa Marekani kumrudisha Maduro nyumbani, ambaye kwa muda mrefu amekana kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Rodriguez mnamo siku ya Jumapili alionekana kuonyesha msimamo wa maridhiano zaidi katika chapisho la mitandao ya kijamii, akihimiza ushirikiano na Trump na uhusiano wa heshima na Marekani.